katika hali ya usajili. Usajili huu ufanyike kwa kutumia eSIM line badala ya kutumia zile physical line, kwa sababu usajili huu kwenye physical line wezi wa freelancers ambao ndo wanatumika sasa kufanya hiyo kazi wanasajili line zaidi ya moja, ndo inavyoonekana. Wanasajili line zaidi ya moja na sio kwa mlengwa ambaye amefata huduma ile. Na jinsi gani wanatumia? Wana njia nyingi za kutumia, lakini nafikiri mojawapo huwa wanatumia sana eneo la kusema mtandao haupatikani. Sasa maelezo yao mtandao haupatikani, wanaokwenda pale ni innocent, hawaelewi kitu chochote. Wazee pamoja na wakina mama, anaambiwa mtandao haupatikani, anakaa anasubiri. Kumbe wale wanasajili line zaidi ya moja kwa jina la yule mlengwa. Kwa hiyo sasa nafikiri kwenye kusajili upande wa hii eSIM utasaidia, lakini wakati huo huo serikali ina uwezo wa kuanzishia hawa wanaosajili vituo kama vile mawakala wa pesa. Badala ya kuwa wanarandaranda mitaani kusajili, basi wawe na vituo maalum kufanya usajili ule, kwa sababu hii inaonekana ndio inasababisha wizi mkubwa wa mtandaoni. Watu wanaibiwa sana sasa hivi. Dunia imekuwa kijiji, kila kitu kinafanyika kwenye simu ya mkononi. Manunuzi yote yanafanyika kupitia simu za mikononi. Hizo pesa zinakuwepo kwenye simu za mikononi, lakini ndo saa zote hizo pesa tunaibiwa. Unaambiwa tuma pesa, rusha pesa, umekwenda dukani unataka kulipa, pesa ile ishayeyuka. Kwa hiyo nafikiri kwa kutumia njia hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ikijipanga na kutekeleza kwa njia hiyo hapo ya kusajili, kwanza kuwapatia vituo wale wanaosajili, lakini pia kutumia hii SIM line badala ya zile physical line, nafikiri itakwenda kuokoa hili janga la wizi wa mitandaoni.